Bana, nimejaribu kupita katika ukurasa wa Swahili Waves. Sasa hapa kwenye Swahili Waves wamejaribu kuandika moja kati ya posti ambayo imechambua kwa kina. Nikasema kwa nini nisiwasogezee watu wangu ambao mara nyingi huwa wanapenda burudani za namna hii. Sasa hapa wameandika hivi: wengine wanakwama wapi? Wanajaribu kujiuliza kuanzia WCB, Konde Music pamoja na Next Level Music, kwa sababu kuna mengi ambayo yameweza kujitokeza kwa siku chache ambazo zimepita. Sasa nimejaribu kupita na ameandika kwamba hivi kwenye posti ya kwanza kabisa ambayo alikuwa ameiposti, ameandika kwamba WCB Wasafi Record ilianzishwa mwaka 2014 na mwanamuziki wa Kitanzania Diamond Platnumz. Sasa baada ya hapo msanii wa kwanza kusainiwa na lebo hiyo alikuwa ni Harmonize mwaka 2015. Kwa hiyo ina maana kabisa ni mwaka mmoja tangu lebo iweze basi kuwa registered. Ina maana kwamba lebo basi baada ya lebo kuwa na registration ambayo imekamilika, na baada ya muda mfupi basi wakaweza kumsaini msanii wa kwanza ambaye alikuwa ni Harmonize. Na Harmonize ukiangalia katika mkono wake wa kushoto ameandika mpaka tarehe ambayo alikuwa signed chini ya WCB ambayo ilikuwa ni mwaka 2015, na alikuwa ni msanii ambaye anajituma sana. Alikuwa na kiu kubwa ya mafanikio. Alikuwa ni moja kati ya mtu ambaye jitihada zake zilionyesha kabisa huyu katika siku za usoni hata WCB wenyewe walianza kumuhisi kwamba anaweza akaja kuwa ni mmoja kati ya mtu mkali sana. Sababu wakati Salamu SK walikuwa wanajaribu kuangalia soko lilivyozidi kwenda na namna ambavyo walivyozidi basi kufanya naye kazi siku hadi siku, mpaka msanii anajaribu kujilipia yeye mwenyewe kufanya collaboration na Burna Boy. Bana, ni hatua ambayo ni kubwa sana. Swahili Waves wamejaribu kuelezea kwa kina na kusema kwamba Konde Gang Music Worldwide pia inajulikana kama Konde Gang ilianzishwa na Harmonize mnamo mwaka 2019. Msanii wa kwanza kusainiwa ni Ibra na ilikuwa Aprili 11 2020. Sasa hapa tunaweza kupata majibu kwamba WCB pamoja na Konde Gang hawakupishana kwa muda mwingi sana kwenye kumsaini msanii. Yani walikaa tu mwaka mmoja kila mtu. Baada ya hapo wakasaini msanii, na msanii wa kwanza ambaye alikuwa signed chini ya lebo ya Konde Gang Music Worldwide basi alikuwa ni Ibra. Na hapo baada ya Ibra wakaweza kufuata watu wengine wengi ambao walikuja wakina Country Wiz. Baada ya Country Wiz akaja wakina Kili, akaja tena Chidi, na baada ya hapo Angela. Sasa utapata majibu kwamba namna ambavyo lebo hii iliweza kusaini watu wengi kwa mkupuo mmoja ikaweza pia kuogopesha watu wengi sana. Wengi wakawa wanasema kwamba inawezekana kwamba Konde Gang lebo hii itakuwa ni moja kati ya lebo ambayo ni kubwa sana katika nchi, na kweli waliweza kutikisa katika nyakati zile za mwanzo. Wasanii walivyokuwa wengi wakaanza kurelease kazi zao zilikuwa zinapokelewa kwa mapokeo ambayo ni makubwa sana, especially Ibra alivyokuwa anaanza alikuwa na uandishi mkali. Yani ukimsikiliza Ibra wa kule kipindi cha mwanzo na Ibra wa sasa ni kama vile amechachuka. Yule wa kipindi cha mwanzo alikuwa analia sana, nyimbo zake zilikuwa anza kubembeleza kwa asilimia kubwa sana, na wanawake wengi watoto wa kike wengi walimpenda kwa sababu ya aina yake ya muziki. Hata pia Harmonize kipindi ambacho mwaka 2015 walivyokuwa signed chini ya lebo ya WCB, basi naye pia nyimbo zake nyingi kama Yola bado zilikuwa ni nyimbo ambazo za kubembeleza, walikuwa wanawalilia mashabiki kwa asilimia kubwa sana. Sasa utapata majibu kwamba wasanii wengi ambao wanakuwa na uandishi wa kuandika, game inavyobadilika na wenyewe wanabadilika. Ni kama hivyo Ibra alivyozidi kubadilika kuendana na game. Mwaka 2024 Ibra aliweza kubadilisha aina ya muziki wake, na katika upande wa singeli akazidi kung'aa kwa asilimia kubwa sana, na wengi wakampa tagi na kusema kwamba huyu kijana kwa mwaka 2025 endapo kama akifanya muziki wa singeli basi atakuwa amepiga hatua moja kubwa sana. Na kweli Ibra akaanza kusema kwamba 2015 nitaanza kufanya nyimbo za aina ya singeli na nitawekeza pesa zangu nyingi sana katika muziki huo. Lakini mengi hayakufanyika mpaka kwa muda huu 2025 ambako sasa hivi ni Mei 18 tunavyoongea. Kwa muda huu hakuna singeli yoyote isipokuwa tu singeli moja ambayo ameshirikishwa na mwamba wa kutoka katika Kings Music, nikiwa na maana kwamba lebo ya Alikiba, huyu wanamuita Vanilla, kupitia ngoma inaitwa Koki. Sasa baada ya mambo mengi sana kuendelea, naweza nikasema kwamba lebo ya WCB waliweza kufanikiwa kwa asilimia kubwa sana, sababu pia waliweza kumsaini pia Rayvanny, wakaweza pia kumsaini Rich Mavoko, wakaweza pia kumsaini Queen Darleen ambaye alikuwa ni ndugu yake Diamond Platnumz. Sasa pamoja na hayo yote pia walimsaini Lava Lava.
utaangalia combination yao ilivyokuwa inakimbiza kwa kipindi kile, alafu baada ya muda mfupi wakamuingiza pia Mbosso. Nguvu ilikuwa kubwa sana. Lakini pia utaangalia combination ya Konde Gang kijumla wakiwa na Akili, Chidi pamoja Ibra, na huko akiwepo pia na msanii anaitwa Kantuizi pamoja na Angela. Utaangalia nguvu ambayo ilikuwepo kwa upande huu wa WCB ilikuwa ni kubwa sana, kwa sababu ukiangalia uandishi wa Mbosso mpaka katika siku ya leo tunavyoongea anawakimbiza na anaumwa bado ugonjwa wa moyo. Utaona kabisa kwamba mtu akuchukulia changamoto yake kwamba ndio kielelezo kwamba asifanye kazi kwa bidii, bali alifanya kazi kwa bidii na anafanya makubwa zaidi. Ila katika timu ya WCB mtu ambaye walifeli mpaka katika siku ya leo tunavyoongea basi ni Lavalava, ambaye Lavalava kule mwanzo alikuwa analia na akawa na mashabiki wengi. Alianza kubadilisha aina muziki wake, nafikiri sasa hapo ndipo mambo yakaanza kubadilika. Hakuwa na aina kubwa sana ya soko ambalo lilikuwa linahitajika kwa muda huu, na watu wengi hawakukubali aina yake ya muziki. Kwa hiyo tunaweza kusema kwamba kwa WCB walifeli tu kwa Lavalava, ila Konde Gang wamefeli kwa asilimia kubwa sana. Kwanza kabisa kuna Chidi, pili Kili, tatu kuna Angela, ambao hao wote walitoka kwa wakati mmoja. Kisha akabaki Ibra, lakini pia Kantuizi aliagwa kabisa kwa heshima. Yani ikiwa ina maana kwamba Kantuizi alikuwa amemaliza mkataba wake. Na baada ya nyimbo nyingi zilizofuata akasema kwamba alikuwa amefungiwa kwenye banda, ikiwa ina maana kwamba Konde Gang waliliita banda. Asa kwa upande wa kwake nikiwa na maana kwamba upande wa kwake Rayvanny Vanny Boy, Next Level Music bwana, kuna mambo mengi ambayo yaliweza kutokea. Next Level Music ni lebo ambayo ni ya muziki ya Kitanzania. Iliweza kuanzishwa chini ya msanii Rayvanny, iliweza kuzinduliwa rasmi mnamo mwezi Machi 2021 na msanii wake wa kwanza alikuwa ni Mac Voice, ambaye alitambulishwa kwa umma mnamo Septemba 2021. Kwa hiyo ni miezi kadhaa tu ambayo iliweza kupita mpaka akasaba kumtambulisha Mac Voice. Mac Voice kipindi ambacho alikuwa anaanza ukimbiaji wake ulikuwa mkubwa sana, lakini ulikuwa ni wa kuvutia pale chini ya lebo ya Next Level Music. Nikiona maana kwamba Rayvanny alikuwa anahakikisha kwamba msanii huyu anakuwa kwa kasi, na pale mara ya kwanza kabisa walianza kabisa kufanana mpaka sauti. Mashabiki wakaanza kusema mbona kama wanaimba style moja. Style ya muziki wanaofanya sio style ambayo haibadiliki. Kwa hiyo ikawa kama vile ni kikundi cha watu ambao wanaimba muziki wa aina moja. Wengi wakawa wanahisi kabisa kwamba yawezekana pale katika lebo ya Next Level Music basi mabadiliko yasiwe chanya katika siku za usoni. Na kweli mpaka katika siku ya leo tunavyoongea, kuna moja kati ya comment ambayo ina trend katika mitandao ya kijamii. Shabiki mmoja anamchana Vanny Boy kwamba wewe kila siku melodi zako ni zile zile, hujawahi kubadilika hata siku moja. Hiyo ni aina gani ya muziki? Kwa hiyo utapata kabisa majibu kwamba Vanny Boy kuna mashabiki wanampenda, lakini sasa aina yake ya muziki ndio kizaazaa. Changamoto kubwa sana. Sasa Swahili Waves bado anazidi kuendelea na kusema kwamba Diamond ambaye ni mwanzishi wa lebo ya WCB anatajwa kuwa ndiye msanii pekee East Africa aliyepata mafanikio makubwa kupitia lebo hii. Ana pia kutokana na kiasi cha pesa ambacho wasanii wake ulipa pale wanapotaka kuondoka. Ndio msanii pekee. Ukijaribu kuangalia kweli hata Ibra mwenyewe alivyotoka katika lebo ya Next Level Music, nikimaanisha kwamba Konde Gang ameshindwa kulipa hela ambayo ni B1, ila kule WCB milioni 600 Harmonize alitoa, huku Vanny Boy inasemekana alisema yeye kwamba ni bilioni 1.3, lakini juzi Baba Levo anafanya mahojiano pale Wasafi, anasema kwamba kama hajakosea ni milioni 700. Haikuwa pesa nyingi hivyo. Ila Mbosso baada ya kutoka, Mbosso hajafanya malipo ya aina yoyote. Diamond Platnumz ameweza kumruhusu msanii huyu aweze kuondoka bila malipo ya aina yoyote. Pale Konde Gang wasanii wote wameondoka bila kufanya malipo ya aina yoyote. Kwa hiyo ni hasara kwa lebo. Mnamkuza msanii, mnakuwa kama vile mnatoa sadaka, mnarudisha kwa jamii, wakati ile pale ni biashara. Kwa hiyo hakuna mafanikio ambayo Harmonize ameweza kuyapata kupitia lebo yake ya Konde Gang. Pia pale Next Level Music mpaka kwa hivi sasa Mac Voice naye pia ameondoka bila malipo ya aina yote. Ni kama mtu amekimbia kufanya kazi. Mac Voice ndio kitu ambacho ameweza kukifanya. Lebo katika lebo ya Konde Gang chini ya Harmonize alisaini wasanii kadhaa wapya mbalimbali ambao walishatoka, lakini maendeleo yao hayakuwa makubwa kama matarajio ya wengi, hali iliyopelekea wasanii wote kuondoka, na alibaki Ibra ambaye na yeye pia kwa hivi sasa ameweza kuondoka mwaka huu 2025 na anaenda kujitegemea. Na ukiangalia Chidi, Kili, Angela, Kantuizi, wote hawa hakuna maendeleo mazuri huku walipokwenda. Mpaka kwa muda huu tunavyoongea hakuna maendeleo mazuri.
Lakini pia pale kwa Rayvanny Vanny Boy wa Swahili Waves wanazidi kuelezea na kusema kwamba Next Level Music ni lebo ambayo ilianzishwa na msanii Rayvanny na ikafanikiwa kumsaini msanii mmoja Mark Voice, ambaye mpaka sasa hajulikani kama yupo kwenye lebo au ametoka, licha baadhi ya picha na video zikiwa zinamuonyesha msanii huyo akiwa anafanya show za chaka tu chaka. Bado bosi wa lebo hiyo hajazungumza neno lolote. Utapata majibu kwamba yawezekana kwamba Vanny Boy amesha give up, na inawezekana kwamba Vanny Boy muda so mrefu akamtambulisha msanii mpya, ambaye msanii huyu atakuja kwenye game na atawachanganya watu wengi sana, kwa sababu nimejaribu kumwangalia, bado sura yake hatuijui, lakini ni mtu ambaye ana rasta marasi bwana, wanajua kuandika, wanajua kuimba. Tutegemee ana muonekano kama wa mwamba anamuita Stan kutoka katika lebo ya Bad Nation. Hasa katika lebo ya Bad Nation nako changamoto zile zile. Ngoja tuone mafanikio yatakuwaje. Na nikukumbushe kwamba katika lebo ya WCB pia Aston ni mmoja kati ya mtu ambaye alikuwa anategemewa kuja kufanya kazi katika siku za usoni, lakini bahati mbaya Aston akaondoka kabla hata ya lebo kumsign, na akaachia nyimbo zake zote ambazo alikuwa anajaribu kuziimba na kuziandika kila siku, na mwisho wa siku WCB wakaona kama kijana hana nidhamu, na sasa hivi anafanya nyimbo alone kama independent artist. Bana, ni mambo ambayo yanaendelea katika burudani, na sasa basi mimi ninazidi basi kunyoosha maelezo. Hapa ndipo ambapo utapata burudani zote. Kaa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Hii ni Harmonize News. Bye bye for now.